Nataka radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu. Tulipanga kuanza saa 4 kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha, amekuja hapa saa 5. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda, na hii ni taswira halisi kuonesha kwamba anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu. Lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria, ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano, na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Mbele yenu tupo watu kutoka vilabu mbalimbali. Tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Sasa kipiga makofi wewe. Ndio umepewa hiyo nafasi ushukuru. Singida kapewa. Wewe umepewa baada ya kushukuru unasikitika. Wapambe Azam. Sasa. Vumilia utaki toka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa kileo. Na na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao wote. Tunaposema mashabiki wa Azam FC ndo hao wawili unaowaona hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi, ila hawajapata nafasi ya kukaa huko. Wengine wako nje, hawajapewa nafasi. Haki za binadamu hazijazingatiwa, human right hazijapatwa. Na kiuhalisia na kiuhalisia hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani. Ndio maana ndio maana ndio maana Simba oye! Azam oye! Timu yenye kauli mbiu Tanzania. Ni oye chama cha siasa. Ndio maana hawa bwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua basi ndugu yangu. Imetosha? Imetosha. Atawangoa mimi. Kwa hiyo ni ndugu zetu tuko nao, na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao ya kiwandani. Akisha toboa hapo shabiki msomi bosi mchezaji ana suti 15 zina mguu mmoja. Akishafanikisha ndani ya kikosa dhambi kubwa. Akisha usifanye mchezo. Nimeshapiga watu kama hivyo watu 8. Kwa bana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani
baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wamoja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi, hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za mziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wanasimba pamoja na wanayanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla ya sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa, kaka unaangalia picha za madeni kwenye mkutano Msamehe. Huyo kapiga mlio. Haya, kwa hiyo piga mlio vijana. Kwa hiyo wewe upo nikajua yuko polisi na huyo Kenda kufanya nini polisi? Maana hata unatangaza mechi hapa tulikuwa na wasiwasi utakuwepo. Nani?
hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Sasa tukafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu afu unatoka. Hayati. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe Mchome mshamfukuza kweli. Akaja kwenye mechi. Agi ndio yuko ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo yupo hapa? Hayupo, naye yupo Central. Katoka juzi. Ameenda kufuatilia machimbo yake ya madini. Jibi hayupo hapa. Jibi yupo hapa? Yuko kumuona. Au mshachukuliwa nje hapo? Yupo. Yeye achacha ukotwa nje. Hapana. Jibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hiyo muhimu sana ulisisitiza. Usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Tukawapasua pia. Na bado tukawafunga. Kutupasua ndo mwezi. Kutupasua sawa. Napataka mfungo. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana, tunawataka kweli kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi, tunataka kamdomo, tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, Maguna imeingia na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watatudhalilisha. Godi, onyesha mikate juu kwanza kidogo. Toa mikate juu, mpe mikate yake huyo. Mpe aonyeshe juu kidogo. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndio maana Mbagala watakupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wake Azam. Wale ni chamazi kaka. Sio Mbagala. Lakini hapo Azam umeingiaje? Si ushukuru tunakutaja kaka. Tukikusahau na atakukumbuka. Wewe unataja katika mazingira ya kuitaja kwa Azam TV. Azam utajulikana vipi? Ndugu zanguni, huu ni kwa maarufu. Wakati Simba inaanza ule kuwepo jibi. Simba inaanza ule kuwepo nyote siku. Yaani mpe jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyu apewe Ngogwe akakae kule. Wewe una jezi ya Ngogwe hapo. zanguni Kasimama tena. Ushaangalia ile movie ya Kiindi, Wakfu kasimama tena bwana, wakfu kasimama. kuna mtu anaitwa Hawa wakfu tunawafanya Man of the match. Zadun man of the match. sawa. Ushaangalia ile Na utokolo anaonyesha maajabu yake, yule kuna mtu Bakabaka. anaitwa John Liver. Nafahamu bora wa Zadun. Tunazungumzia mechi ya mashabiki Mbona nakimbia? au basi kwa kufanya labda tafuteni wenzenu 11 na nyinyi mcheze mechi siku hiyo. Na kwenye kuruhusu pia na viongozi 11 weka na Zaka, ikifika 11 mkitimia 11 mashabiki Mara ya waza. mwisho mechi ya mashabiki baina ya Azam FC dhidi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club tulifanya TTC Lounge pale. Azam FC tulishinda kuondoka na mbuzi. Ulicheza na nani? Subiri hapo hapo. Nimecheza na Simba Sports Club, nimecheza na msimu wa ligi
Wacheze na Msalama. Bado ngoja tumalize. Na timu gani? Wewe uliondoka na mbuzi kweli? Ulicheza na gani? Mechi zilichezwa 2. Yeye kapewa bure.